Yeah, kabisa. Sasa kwa kifupi mimi nasema mentorship ni maneno matatu tu: wisdom from experience, hekima kutoka kwenye uzoefu. Lakini kwa maana pana ni dhana nzima ambayo ni ushauri wa kusaidiana, ambao mtu mmoja mwenye uwezo anamsaidia mtu mwingine ambaye ana uwezo kwa kumshauri, kwa kumuongoza, kwa nia ya kupata maarifa, kwa nia ya kumjenga katika fani yake, au kumjenga yeye mwenye binafsi, personal development. Kwa hiyo ndio maana ya mentorship. Sasa kwa nini mentorship ni muhimu? Kabla tujaje kwenye faida zake. Jinsi Mungu ambavyo ametutengeneza sisi wanadamu, ametutengeneza katika namna ambayo tunategemeana. Hakuna mtu ambaye anazaliwa ana kila kitu. Na hata ukiwa na kila kitu hata ukifanikiwa huwezi kuwa na kila kitu. Kwa hiyo hata mtoto anapozaliwa haanzi kusema dada au baba au mama. Ataanza kusema dada mpaka baadaye ataweza kusema. Kwa ana imitate, anaangalia wazazi wake na watu wanaowazunguka. Wale ndio mentors wake wa kwanza kumfundisha kuongea. Kwa sababu Mungu ametuweka katika namna hiyo ya kutegemeana, basi mentorship ni ya muhimu kwa vijana na haiepukiki. Na sasa tukija kuzungumzia kwenye faida ya kwanza kabisa ya mentorship au ya ushauri wa kibiashara ili vijana waweze kuwa wajasiriamali ni kupata muktadha au content ambayo huwezi kupata kwenye mifumo ya elimu. Huwezi kupata wakati mwingine hata kwenye mifumo ya kazi. Nitakupa mfano mmoja wa vitu ambavyo ni vigumu kuvipata katika one package kwenye mifumo yetu ya elimu. Mfano ni social skills, yale maarifa ya kijamii. Nikizungumzia maarifa ya kijamii, ninazungumzia vitu kama vile stress management skills, nazungumzia vitu kama emotional intelligence, nazungumzia uongozi wa muda, time management, nazungumzia mtazamo chanya, positive attitude, na vingine ambavyo ni viko kwenye hiyo package ya social skills. Sasa hivyo wakati mwingine huwezi kuvipata vyote kwenye mifumo yetu ya elimu au mifumo yetu ya kazi. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na mentor ambaye atakusaidia kuyapata haya. Na nikieleza kwa undani zaidi, sasa hivi tuna janga kubwa sana la vijana kukosa haya maarifa ya kijamii, social skills. Na mbaya zaidi ni kwa sababu vijana wanaanza kutafuta hizi social skills wakiwa tayari wakubwa au wanataka kuanza biashara. Unajua biashara ina changamoto, biashara ina stress. Kunakuta mtu ameanza biashara ndio anataka kutafuta mentor sasa wa kufanya stress management baada ya biashara kufeli. Anatakiwa kutafuta mentor kabla ya kuanza ile biashara ili aanze kumweka kwenye. Tena mimi nasema tangia utotoni.